Mambo vipi? Ni Jumatatu tarehe 28 mwezi Aprili mwaka 2025. Ni rasmi hivi sasa kwamba Liverpool ndio mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini England msimu huu wa mwaka 2024-2025. The Reds walijihakikishia ubingwa hiyo jana baada ya kutoka nyuma na kuititiga Spurs 5-1, mechi ambayo ilihudhuriwa na maelfu ya mashabiki waliofurika ndani na nje ya uga wa Anfield ili kushuhudia historia hiyo muhimu ikiandikishwa na timu yao. Hongera kwa Liverpool, manake ndio timu ambayo imekuwa bora msimu huu katika EPL. Wanastahili kushinda taji la ligi kuu ya soka nchini England. Mbali na hapo ni kwamba kuna historia kadhaa zimeandikishwa ama kadhaa zimefikiwa na nyingine ambazo zitaandikishwa na Liverpool ifikapo mwisho wa msimu. Kwanza, kocha wa Liverpool Arne Slot amekuwa mkufunzi wa 5 kushinda taji la EPL katika msimu wake wa kwanza. Ameingia kwenye vitabu vya kumbukumbu za ligi kuu ya soka nchini England miongoni mwa wakufunzi ambao wameshinda taji la EPL katika msimu wa kwanza. Ni Antonio Conte, kocha wa Chelsea mwaka 2016-2017. Yupo pia Manuel Pellegrini aliyekuwa kocha wa Man City msimu wa mwaka 2013-2014, na vile Carlo Ancelotti, Chelsea mwaka 2009-2010, na kocha mwingine wa The Blues Jose Mourinho mwaka 2004-2005. Nahodha wa Liverpool Virgil van Dijk ameandikisha historia kuwa nahodha wa kwanza kutoka Uholanzi kunyakua taji la ligi kuu ama kuiongoza timu yake kunyakua taji la ligi kuu ya soka nchini England. Mshambuliaji wa Misri Mo Salah anakaribia kunyakua kiatu cha dhahabu kwa mara ya 4 na kufikia rekodi ambayo iliwekwa na mshambuliaji wa Ufaransa na klabu ya Arsenal zamani Thierry Henry ambaye alishinda kiatu cha dhahabu mara 4. Mo Salah alicheka na wavu mara 32 kushinda Golden Boot msimu wa mwaka 2017-2018, na kisha msimu wa mwaka 2018-2019 akacheka na wavu mara 22 kunyakua kiatu cha dhahabu pamoja na wachezaji wawili. Wa kwanza alikuwa mchezaji mwenza wa Liverpool Sadio Mane, na wa pili mshambuliaji wa Gabon na wakati huo akichezea Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Msimu wake wa 3 kunyakua Golden Boot Mo Salah ilikuwa msimu mwaka 2021-2022 ambapo alicheka na wavu mara 23. Hivi sasa anaongoza orodha ya wafungaji bora EPL baada ya kufunga bao 28 kufikia sasa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Liverpool imenyakua ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza kwa mara 20, wakifikia rekodi ambayo iliwekwa na Manchester United na mwaka 2013. Timu mbili pekee ambazo zimefikisha idadi hiyo ya mataji ya EPL. Timu ya 3 kwenye orodha hiyo ni Arsenal, imeshinda EPL mara 13, inafuatwa na Manchester City mara 10, Everton mara 9 na Aston Villa mara 7. Lakini kulingana na utaratibu na mipango wa EPL, Liverpool watakabidhiwa rasmi kombe la EPL siku ya mwisho ya msimu, siku ya Jumapili tarehe 25 mwezi Mei, watakapoalika Crystal Palace nyumbani kwao Anfield. Mbali na kombe hilo maridadi lenye urefu wa futi 3 na inchi 5 sawia na sentimita 104 na vile uzani wa kilogramu 25.4, Liverpool pia itakabidhiwa medali 40, yani kila mchezaji aliyecheza mechi 5 au zaidi atakabidhiwa medali 1, na vile zingine ni za benchi la kiufundi. Na je, mshindi wa taji la EPL anapata hela kiasi gani? Ukweli ni kwamba hakuna kiwango maalum cha hela ambacho ukabidhiwa bingwa wa EPL, lakini kulingana na utaratibu wa ligi kuu ya soka nchini England, kila timu kuanzia nafasi ya kwanza hadi nafasi 20 kuna hela ambazo hupata mwisho wa msimu, na kuanzia nafasi ya kwanza hadi ya pili hadi ya tatu hadi ya 4 kwenda hivyo kuna tofauti ya takriban pauni milioni 3. Kwa mfano, Liverpool wameshinda taji la EPL, wamemaliza kwenye nafasi ya kwanza na vile kujihakikishia nafasi ndani ya klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao. Mwisho wa msimu tukikisia wanatarajiwa kupokea takriban pauni milioni 62.3. Arsenal kwa upande wao
watapokea takriban pauni milioni 59.1, nafasi ya 3 pauni milioni 56, nafasi ya 4 pauni milioni 52.9, nafasi ya 5 pauni milioni 49.9. Tukiendelea hivyo hivyo, nafasi ya 6 pauni milioni 46.7, nafasi ya 7 pauni milioni 43.6, nafasi ya 8 pauni milioni 40.5, nafasi ya 9 pauni milioni 37.4, nafasi ya 10 pauni milioni 34.3. Tukienda hivyo hadi mwisho, timu zitakazoshika ama timu ambazo zitamaliza kwa nafasi ya 18, 19 na 20 zitapata pauni milioni 9.4, pauni milioni 6.2 na mwisho kabisa pauni milioni 3.1. Haitaishia hapo, kwani hela hizo zitaongezeka mwisho wa msimu kutokana na sababu zingine kama vile mauzo, biashara, matangazo na pia mechi ambazo zimepeperushwa katika televisheni. Tuseme kwa mfano Liverpool ifikapo mwisho wa msimu wanatarajiwa kuponyoka na takriban pauni milioni 176.2. Arsenal katika nafasi ya pili pauni milioni 172.2. Timu itakaomaliza kwenye nafasi ya 3 itapata takriban pauni milioni 168.3, nafasi ya 4 pauni milioni 164.3 na vilevile nafasi ya 5 pauni milioni 162.9. Manchester City itapambana na Crystal Palace kwenye fainali ya kombe la FA ambayo itagaragazwa katika uwanja wa Wembley, London tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu. Hii ni baada ya Citizens kuitandika Nottingham Forest hiyo jana katika nusu fainali ugani Wembley 2 kavu. Na Palace juzi waliduaza Aston Villa 3 kavu kufuzu fainali. Na katika fununu za uhamisho wa wachezaji wa soka barani Ulaya, Manchester City inapanga kurejea kwa vigogo wa Italia Juventus ili kujaribu tena kumsajili fullbeki wa Italia Andrea Cambiaso miaka 25, mchezaji ambaye wamekuwa wakimmezea mate kwa muda mrefu hivi sasa. Kwa upande wao, Juve huenda wakajaribu kumsajili fullbeki wa Ureno Nuno Tavares miaka 25 ambaye anachezea klabu ya Lazio kwa mkopo kutoka klabu ya Arsenal. Manchester United, Newcastle, West Ham United, Liverpool, West Ham pamoja na Chelsea wanammezea mate mshambuliaji wa timu ya taifa ya Canada Jonathan David miaka 25 ambaye mkataba wake unakamilika na klabu ya Lille nchini Ufaransa. Hata hivyo, klabu ya Olympique Marseille pia ipo mbioni kujaribu kumsajili. Iwapo Manchester United watashindwa kumsajili mshambuliaji wa England Liam Delap miaka 22 kutoka klabu ya Ipswich Town, basi huenda wakajaribu kumshawishi mshambuliaji wa Ufaransa Jean-Philippe Mateta miaka 27 kutoka klabu ya Crystal Palace. United wamemwandalia mezani mkataba wa miaka 5 mshambuliaji wa Brazil Matheus Cunha umri wa miaka 25 hadi mwaka 2030 endapo atatua katika uwanja wa Old Trafford, ingawa hawajafikiana kuhusiana na mshahara ambao atalipwa na timu hiyo. Vilevile Red Devils wako tayari kulipa takriban pauni milioni 62.5. Wanajaribu kuishawishi Wolverhampton Wanderers kukubali kupokea hela hizo nusu kwa miaka kadhaa badala ya malipo yote mara moja ili kuepuka kukiuka sheria za kudhibiti matumizi ya hela barani Ulaya. Chelsea inapanga kumsajili mshambuliaji wa Uturuki Kenan Yildiz miaka 19 kutoka klabu ya Juventus nchini Italia, ingawa haitakuwa rahisi manake kuna timu kadhaa nchini England zilizopanga foleni zikiwa na nia kumsajili, ikiwemo Arsenal, Manchester United, Liverpool na Manchester City. Newcastle United inapanga kuzidisha nguvu safu ya ulinzi msimu ujao, ikiwa imeorodhesha walinzi kadhaa ambao wanawamezea mate. Wa kwanza ni mlinzi wa Korea Kusini Kim Min-jae miaka 28 kutoka vigogo wa Ujerumani Bayern Munich, na wa pili ni mlinzi wa Ivory Coast Ousmane Diomande miaka 21 kutoka viongozi wa ligi kuu ya soka nchini Ureno Sporting Lisbon, na pia kuna mlinzi wa Uholanzi Jean-Paul Van Hake kutoka klabu ya Brighton na umri wa miaka 24. Mabingwa wa EPL Liverpool wanamvizia kiungo wa Uingereza Adam Wharton miaka 21 kutoka klabu ya Crystal Palace, na huenda wakalazimika kulipa takriban pauni milioni 50 ili kumsajili. Klabu ya Neom nchini Saudia imemuulizia kipa wa Indomitable Lions Andre Onana miaka 29 kutoka klabu ya Manchester United. Kocha wa Everton David Moyes anapanga kumsajili kiungo wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Czech Thomas Souček miaka 30 kutoka kwa wananyundo West Ham United. West Ham United wako tayari kumwachilia kiungo Brazil Luka Paqueta miaka 27
ili kutoa nafasi yao kusajili wachezaji wengine msimu ujao, lakini hawako tayari kumwachilia nahodha wao Jarrod Boyle, miaka 28, amekuwa nguzo muhimu kwa timu hiyo hasa katika safu ya mashambulizi. Viongozi wa ligi kuu ya soka nchini Hispania, Barcelona, wanamnyemelea mshambuliaji wa timu ya taifa Argentina Julian Alvarez, miaka 25, ili kuziba pengo litakaloachwa na Robert Lewandowski endapo ataondoka msimu huu. Na hatimaye vigogo wa Hispania Real Madrid wanatarajiwa kumpiga kalamu kocha Carlo Ancelotti mwisho wa msimu huu, kisha badala yake wamlete mchezaji wao wa zamani Xabi Alonso msimu ujao ili kuongoza kushindania mataji. Mwisho makala leo.